Ndugu zangu wa Tanzania na watazamaji wote kwa ujumla, mahali popote mlipo, naomba niwasalimie hamjambo. Karibu katika mwendelezo wa matukio haswa katika taifa la Tanzania. Rais wa chama cha wanasheria katika taifa la Tanzania ambaye anaitwa Boniface Mwambukusi amemrushia Rais Samia Suluhu Hassan bomu la maneno akiwa Ikulu, huku Rais Suluhu akitirikwa na machozi. Ni kipi hiki ambacho Mwambukusi amezungumza katika taifa la Tanzania na kutingisha Ikulu ya Rais Samia Suluhu Hassan? Mwambukusi alikuwa anasherehekea siku yake ya kuzaliwa na akaenda katika mtandao wake wa kijamii akarusha bomu la matamshi ambayo yanatetemesha Suluhu na kusababisha yeye kutoamini kile ambacho Mwambukusi amerusha kama bomu. Naomba tusome kwa sababu haya ndiyo yanaenda kuunda msingi haswa kwa yale ambayo tunaenda kuzungumzia kwa kanda hii. Lakini kabla nizame kwa undani, shukuru wote ambao mnatazama hii kanda mahali popote mlipo, mzidi kubarikiwa. Kwa heshima na taadhima unapoendelea kutazama hii kanda, tukabidhi like, na ikiwa hauja subscribe na kuomba tukaweze kusubscribe. Mwambukusi Boniface ameweza kuandika katika mtandao wake wa kijamii huku akisema ya kwamba katika kumbukizi yangu ya kuzaliwa na kuomba wewe rafiki yangu unisaidie leo kuandika, kushare na kupiga kelele kuhusu utekaji na upotezwaji watu. Yaani wakati yeye anasherekea siku yake ya kuzaliwa, anaomba Watanzania wote kuhakikisha ya kwamba mambo ya utekaji nyara umefikishwa mwisho, kwa sababu wale ni watoto wa binadamu ambao waliweza kuzaliwa kama yeye, lakini wanaangaishwa wanapozungumza vibaya kuhusiana na serikali na wanapotea, hawajulikani walipo. Nikitumia mfano mzuri, Polepole hajaonekana kufikia sasa, hamna yeyote ambaye anaelewa yuko wapi, na kwa sababu alikuwa katika mrengo ule mwingine wa upinzani kuipinga serikali iliyopo mamlakani. Sasa anasema tupige kelele kuhusu mambo ya utekaji na upotezwaji wa watu. Lazima tupinge jambo hili la kuwateka nyara wa Tanzania na wengine kupotea hawajulikani walipo. Akaendelea kuandika kwa kusema hivi: siku yangu hii nitaitumia kutafakari namna bora ya kuanza upya na kuendeleza madai ya kurejeshwa kwa ndugu zetu waliopotezwa. Kwa sababu kuna serikali ambayo inashikilia sasa hivi, ipo mamlakani, sio serikali nyingine ila tu ni ya Rais Samia Suluhu Hassan. Lazima ijaribu kila iwezalo kuhakikisha kwamba waliopotea wamerejeshwa. Kulingana na Boniface Mwambukusi, ni jambo ambalo ni la kuogopesha haswa katika uongozi wa sasa wa Samia Suluhu Hassan. Wale watu ambao wamepotea wote warudishwe makwao. Akaendelea kusema ya kwamba hatukukuja duniani kwa bahati mbaya. Kila mmoja ambaye alizaliwa, kila mmoja ambaye yuna uhai ambao amekabidhiwa na Maulana akae katika kiti cha enzi, kila mmoja siku yake ya kuzaliwa ilikuwa inajulikana kabla ya kuzaliwa kulingana na ratiba na mipango ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo hamna yeyote ambaye alizaliwa kibahati, ila tu aliweza kuzaliwa kulingana na mipango ya Mungu. Akaendelea kusema ya kwamba ni kwa neema ya Mungu ili kupata nafasi ya uzoefu katika uhai na utu katika mwili. Kila mmoja lazima aachwe akaweze kuchangamkia maisha yake binafsi. Namna bora ya kuishi ni kutambua kuwa hatuishi kwa ajili yetu au kwa ajili ya kupendeza wengine tu. Kila mmoja wakati amezaliwa ako na njia zake, sio kufurahisha mtu mwingine, kumpigia saluti hapa na pale. No, kila mmoja alizaliwa kivyake. Kuna kusudi na wajibu wa juu kabisa
wa kimungu katika uwepo wetu. Timiza kusudi la uwepo wako. Mungu ni mwema wakati wote. Aluta continua. Haya matamshi ni ya rais wa wanasheria nchini Tanzania. Mwambukusi amerusha bomu na kuomba Suluhu Hassan kuhakikisha kwamba wale ambao walitekwa nyara, serikali yake kupitia vyombo vya dola vihakikisha ya kwamba wamepatikana, wamerudishwa makwao, kwa sababu kila mmoja anataka kusherekea maisha yake. Kwa nini Mwambukusi anatoa uvamizi huu na kurusha bomu la matamshi kuelekea ikulu ya Samia Suluhu Hassan? Ni ukosefu wa miili ya wale ambao waliaga dunia. Wakati kulikuwa na maandamano nchini Tanzania, watu ambao waliuawa ni wengi. Kulingana na Amnesty International, iliweza kukiri ya kwamba zaidi ya watu 700 waliaga dunia, lakini mrengo upinzani ukadai kwamba zaidi ya watu 3000 waliaga dunia, maelfu ya watu. Na wanaharakati wanasema ni 10,000. Sasa serikali haijatangaza idadi kamili ya wale ambao waliangamia na imesusia kutangaza idadi kamili, lakini sasa ini short, kwa ujumla watu waliweza kuaga dunia. Sasa wale ambao waliaga dunia na miili yao haijapatikana kufikia sasa, imefika wakati inastahili kuwasilishwa kwa familia husika ili kuenda kuizika, kuonyesha heshima ya mwisho kwa jamaa zao na ndugu zao. Namba 2, kwa nini Mwambukusi anavamia Suluhu Hassan? Utekaji nyara. Katika taifa la Tanzania kuna madai kwamba utekaji nyara unaendelea hata sasa hivi. Kama hutaki kutekwa nyara, lazima uwe mtu wa kuipigia serikali salute wakati huu, ili usije ukatekwa nyara wakati unaikosoa kila wakati. Haya yote ndiyo yamesababisha Mwambukusi kuvamia Suluhu Hassan na kumrushia bomu la matamshi kuelekea ikulu kuhakikisha kwamba kuna mabadiliko nchini Tanzania. Ikumbukwe ya kwamba Boniface Mwambukusi amesimama katika mstari wa mbele kuhakikisha kwamba kuna haki, uwajibikaji na kuzingatiwa kwa demokrasia katika taifa la Tanzania baada ya uchaguzi kukamilika na baada ya uapisho wa Samia Suluhu Hassan kuapishwa na kuingia katika afisi kama rais, na yeye anastahili kuchukua nafasi hiyo kufikisha mwisho mambo ya utekaji nyara na masuala mengine kushughulikiwa vilivyo na kutokandamiza viongozi wa mrengo wa upinzani. What do you think? Kufikia hapo, mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi wa matukio haswa yale ambayo yanaendelea katika taifa la Tanzania. Tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. If you have not subscribed to our YouTube channel, I'm requesting you to consider subscribing by smashing the subscribe button this down here. Once you are done, remember to turn on the notification bell so that the moment we upload any video clip, you will be notified automatically that we have uploaded a new video clip to watch. Remember to share our link always to other WhatsApp groups and even on the Facebook. That is the only way we can continue building this a channel of ours, Mokeja TV. Be blessed. Let's meet in the next video. Bye bye.